Ninaamini kabisa kwamba umejiandaa tena siku ya leo kwa ajili ya kipindi kizuri ambacho kimekuwa baraka mno. Kimekuwa baraka mno cha saa ya urejesho, kinachoitwa kwako na mimi mtumishi wa Mungu Innocent Julius Ndaruga Konongo wa kanisa la EAGT Lango la Baraka, ambao liko katika mji wa Ifakara katika mkoa wa Morogoro. Haleluya. Na somo ambalo nimekuwa naendelea nalo, ambalo leo nataka nihitimishe kipengele kinachohusu utendaji wa ufalme wa giza. Imekuwa ni somo linalohusu utendaji wa ufalme wa giza. Na nikasema hapa duniani kuna serikali za aina tatu zinazotenda kazi kimfumo, na serikali za aina mbili zinatenda kazi katika mfumo wa kiroho. Kuna serikali ya ufalme wa giza na serikali ya ufalme wa Mungu au ufalme wa nuru. Na hizi serikali zina muundo wake, zina wakuu wa nchi, zina mamlaka, zina wizara, zina watendaji, zina majeshi na zina raia wanachama. Haleluya, zote. Na nikasema naposema ufalme wa giza au ufalme wa nuru, maneno ya asili ya nuru kwa lugha ya Kiebrania wametumia neno ori kwa maana ya OWR, ikiwa inamaanisha maarifa sahihi au taarifa sahihi. Haleluya. Lakini neno giza wametumia neno hoseki, wakiwa inamaanisha ujinga au pasipokuwa na maarifa sahihi au taarifa sahihi. Ndio kile ambacho Biblia imesema katika kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ndio. Na ndio maana Yesu pia katafsiri hiyo neno la Hosea 4:6 ni mfano wa kitabu cha Yohana sura ile ya 8 mstari wa 31 mpaka 32. Yesu anasema, nanyi mtaifahamu hiyo kweli, na hiyo kweli itaweka huru. Kwa usipopata taarifa sahihi kuhusu ufalme wa nuru, ufalme wa Mungu unavyotenda kazi, haiwezekani wala huwezi kukwepa kuwa mwanachama wa ufalme wa giza unaoongozwa na shetani. Kwa unapoona asilimia zaidi ya 80 ya wanadamu, takwimu zinaonyesha ni wanachama wa ufalme wa giza. Nini? Ni kwa sababu ninasema hizi falme mbili hizi, vita ya falme hizi mbili ni vita ya taarifa. Vita ya taarifa. Haleluya. Kumbuka, kitu chenye maana kinachoweza kuamua sura ya maisha ya mtu ni taarifa. Haleluya. Taarifa. Hata duniani, dunia inaendeshwa na taarifa. Kila kitu ni taarifa. Kila siku usipopata taarifa yoyote kupitia vyombo vya habari, kupitia kwa mtu au kwa njia ya mfumo wa imani kwenye dini, zote hizo ndio njia ambazo taarifa zinapita. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu maisha ya mwanadamu, muundo wake unatokana na taarifa anazozipokea. Ndio zinazoamua muundo wa mwanadamu weje. Kwa hiyo kama unapata taarifa sahihi, uwe na uhakika hata aina ya maisha yako utakayoishi duniani ni maisha ambayo utafanya kitu sahihi, mahali sahihi, kwa usahihi na kwa njia sahihi. Hiyo ndio faida yake. Lakini kama uko kwenye mfumo ambao taarifa zinazoongoza maisha yako ni taarifa za uongo, sikiliza, serikali ya ufalme wa giza yenyewe inaongozwa na taarifa za uongo. Kwa sababu kitu pekee ambacho shetani anacho huwa hawezi kuiga mahali ni uongo. Ndio maana Yohana 8:40 anasema yeye ni mwongo na baba wa uongo. Kwa anaposema uongo, shetani haigi mahali. Yeye ndio founder, ndio mwanzilishi.
Na yeye kwa kuwa sasa alikuwa na muda mwingi sana, alipomwondoa Adamu kwenye nafasi ya utawala hapa duniani, akawa ndio Mungu wa dunia hii. Maana Adamu aliondolewa kwenye kiti akakaa Shetani. Sasa alipokuwa Mungu wa dunia hii kuanzia Mwanzo ile sura ya 3, yani kila kitu Shetani alikibadilisha kikawa kwenye mfumo wa uongo. Kwa dunia nzima mnayoona hapa, asilimia kubwa inaendeshwa, kila kitu ni photocopy, ni fake. Asilimia kubwa, kwa sababu Shetani alikuwa na muda mwingi sana wa kutawala. Paka Yesu alipokwenda pale msalabani akamwaga damu yake, ndipo wanadamu tukawa na mtetezi. Ndipo kila kitu sasa Yesu akaleta taarifa sahihi kwamba Mungu alichokusudia kwetu ni nini, sababu ya kutuweka sisi hapa duniani, ili je tuteseke au tuishi maisha kama wafalme na watawala. Kwa hiyo anayekubali Yesu na kumpa nafasi akamkaribisha, tayari ameorozeshwa, yuko kwenye wanachama ambao kila kukicha lazima apewe taarifa sahihi kutoka kwenye mbingu ya pili, mbingu ya 3, ambako ndiko makao makuu ya ufalme wa Mungu. Kwa sababu mpaka sasa mbingu na dunia vinasimama pamoja, kwa sababu dunia ni koloni la Mungu aliyoliweka mahususi kwa ajili ya watoto wake, kwa sababu Mungu ni mfalme. Sasa nilikwambia desturi ya serikali za kifalme huwa zinapenda kupanua eneo la utawala, Sasa na ulisi wa mtoto kwa mfalme ni ufalme. Sasa na kwa kuwa yeye mfalme wa mbinguni hafi, ndio maana alitengeneza eneo la utawala linaloitwa dunia, akaweka watoto wake Adamu na uzao wake, yani mimi na wewe, tuweze kuwa watawala wa kifalme, tuweze kuwa ni wafalme wadogo kwa niaba ya mfalme mkuu. Haleluya! Ndio maana Mungu alimwekea mti Adamu wa ujuzi wa mema na mabaya, akaambiwa asile. Ule mti usijaribu kutafsiri kiroho, ule kwa ni mti kabisa, kilikuwa ni kipimio cha utii. Adamu aweze kujua kuna mamlaka iko juu yake na utakiwa kuwajibika, sijitangazie huru. Na ikasema duniani hapa lazima uongozwe na utii, kanuni ya utii ndio inayotawala dunia. Ndio maana Isaya 1:19 anasema kama mtakubali na kutii mtakula mema ya nchi, lakini mkiasi mtaangamia kwa upanga. Haleluya! Kwa hiyo lazima hapa dunia ili uweze kuwa salama, lazima uishi kwa kanuni ya utii. Kuna mambo ambayo lazima useme hili hapana, hata kwa gharama yoyote. Ndio maana Yesu akasema uwe mwaminifu atakufa na nitakupa taji ya uzima. Haleluya! Sasa leo nataka nimalizie sasa. Nilikuwa nafundisha kwa habari ya kipindi kilichopita muundo sasa wa utendaji wa nafsi. Tukaona kumbe mtu ni roho, anayo nafsi, anakaa katika mwili. Haleluya! Kumbuka hilo siku zote. Na nikasema unaposoma Biblia kitabu cha Warumi, Paulo anasema roho na mwili zinashindana siku zote, wala hatuwezi kufanya tunayotaka. Nikasema kazi ya nafsi ni kutafsiri ujumbe kutoka kwenye roho kuja kwenye mwili, na ujumbe kutoka kwenye mwili kuja kwenye nafsi. Kwa hiyo kitu ambacho shetani akitaka kumpata mwanadamu anachoshughulika nacho ni nafsi, wala sio mwili. Kwa sababu kwenye nafsi ndiko kwenye maamuzi, kwenye nafsi ndipo penye utashi, kwenye nafsi ndipo penye hisia, penye kupenda, kuchukia, kutamani, kufurahi, amani na kadhalika. Sasa tukaona nafsi ndio kitendea kazi kikubwa sana cha shetani. Akifanikiwa kuikamata nafsi yako, amekamata hatima maisha yako yote, wala huwezi kutenda jambo lote jema kabisa, kwa sababu nafsi itaungana na mwili, ambao nia ya mwili ni mauti. Lazima mtajikuta, maandiko yanasema waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Biblia imesema kama mkiishi kwa kutaka kuyafanya mapenzi ya mwili mnataka kufa. Haleluya! Kwa hiyo ndio Biblia. Sasa nataka tuiangalie nafsi. Nilikwambia nafsi inakula kwa kusikia na kwa kuona. Nafsi inakula kwa njia ya yale unayoyasikia, yale unayoyaona, yale unayoyalisha kwa kusoma, yale unayoyatafakari. Nafsi inakula. Roho yenyewe inakula kwa njia ya kusoma neno, kusifu Mungu,
Wenda kwenye ibada, maombi, roho inakula, inanenepa. Haleluya. Kwa kila unachokilisha sana ndicho kinachoweza kutawala. Kila ambacho ni kidhaifu, maana yake kinalishwa vitu ambavyo ni taarifa zisizo sahihi. Sasa kibebeo cha nafsi ni moyo. Wewe kibebeo cha nafsi ni moyo. Kisoma kile kitabu cha Mithali sura ile ya 4 mstari wa 23. Biblia inasema, linda moyo wako kuliko yote yalindayo, maana ndiko zinakotoka chemichemi za uzima. Kwa hiyo kibebeo cha nafsi ni moyo. Sasa tunaposema fulani amekufa, nini kinakuwa kimetokea? Nimekuambia mtu ni roho, anayo nafsi, anakaa katika mwili. Mtu ambaye anakuwa hajaokoka, Yesu hayuko ndani yake, Roho Mtakatifu hayuko ndani yake, maana yake ana vitu viwili tu, ana nafsi, ana mwili. Anaweza kufanya maamuzi ya kufanya anachokitaka, Mungu hakuingilii, ila mtakuja kukutana naye mbele kule. Haleluya. Lakini pia ana utashi, unaweza kupambanua mwenyewe, hili ni jema, hili ni baya mwenyewe. Hiyo kitu Mungu amekwisha kuweka ndani yako. Lakini unazo hisia, unachagua kupenda, kuchukia, kufurahi, kutamani, viko kwenye nafsi. Halafu una mwili ambao ndio jumba. Sasa sikiliza, tunaposema huyu mtu amekufa, nini kinachokuwa kimetokea? Nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo shetani anaweza kaiteka nafsi ya mwanadamu, halafu hatima ikaonekana ni uharibifu. Sasa sikiliza, mtu tunaposema amekufa, maana yake ni matokeo ya kuzimika. Nafsi ni kama injini, na kwenye mwili ndio kunaitwa moyo. Haleluya. Hapo ndipo zinapotoka chemichemi za uzima. Kwa hiyo tunaposema, ndio maana mtu tunapotaka kujua amekufa, tunaangaliaga mapigo ya moyo, kwa sababu ndio kibebeo cha nafsi. Ukishaona mapigo ambayo yamesimama, huyo mtu hawezi kufanya maamuzi yoyote, hana akili yoyote. Hata tukimwagia moto, mkaa mzima wa moto, hawezi kusikia kama naungua, tayari ameshapotea. Maana yake sasa nafsi imezimika. Kwa hiyo nafsi ambayo kibebo chake ni moyo ndio kama injini. Yaani ni mfano kama wa gari. Gari ina sehemu tatu. Ina injini, halafu ina dereva anayewakilisha roho, halafu ina bodi. Ni hivyo tu. Haleluya, haleluya. Unapotaka kuangalia thamani ya gari, unaangalia injini. Halafu unapotaka kujua uhai wa gari, kinachosababisha gari iweze kwenda muda mrefu, ni dereva. Haleluya. Sasa sikiliza, anaposema tulinde moyo, maana yake nafsi inakula kwa yale unayoyasikia, yale unayoyaona kila siku, yale unayoyazungumza, yale unayoyasoma. Haleluya. Ndio nafsi inakula kwa njia hiyo. Kwa hiyo nafsi yenyewe inaongozwa na ile milango mitano ya fahamu, asilimia kubwa sana. Kwa hiyo lazima tunakwenda kuangalia sasa taarifa sahihi sasa ambazo natakiwa uilishe nafsi. Kumbuka nimekupa taarifa ya maana ya neno giza kibiblia. Haimaanishi kutokuwepo na mwanga wa umeme wala wa jua wala mwezi. Inamaanisha giza ni kukosa taarifa sahihi, ni kukosa maarifa, ni ujinga. Yaani silaha kubwa ambayo shetani anaitumia ni kufanya watu wawe wajinga, wasiwe na taarifa sahihi kuhusu huyu Mungu wao. Hiyo ndio shetani anatumia nafasi kutawala. Haleluya. Sasa muundo wa nafsi ukoje? Muundo wa nafsi. Sasa naomba hapa naanza sasa kufanua vizuri. Nipe masikio yako vizuri sana. Kama una chochote unachokifanya, hebu tulia sasa, sikiliza. Ili uweze kujijua wewe ulivyo. Ili uweze kutambua kinapoingia kitu ambacho sio cha kimungu, ujue kimepita wapi. Na uweze kujua jinsi ya kuweza kujilinda, ili ndani yako kusitoke chemichemi za mauti. Haleluya. Sasa kwenye nafsi au kwenye moyo wa mwanadamu kuna eneo la utashi la nje. Eneo la utashi la nje, kwa Kiingereza wanatumia neno conscious mind. Maana yake ni eneo la utashi la nje. Haleluya, haleluya.
Sasa ni eneo ambalo ni la kupeleka taarifa kupitia milango mitano ya fahamu. Yaani mtu ana mamlaka kuziruhusu au kutokuziruhusu taarifa anazozipokea kutoka nje. Yaani mfano hivi ni sawasawa na kiwanda. Kiwanda kina sehemu kubwa tatu. Kina mapokezi, halafu kina sehemu ya uzalishaji, na kina sehemu ya kuweka bidhaa zilizozalishwa. Sasa sio kila mtu anaenda kwenye kiwanda anapelekwa eneo la uzalishaji. Yaani ukipelekwa eneo la uzalishaji kwenye kiwanda, maana yako umeaminiwa. Unaweza kaenda kupeleka kule, kumbe sio mtu mzuri, na kwenda kudukua jinsi wanavyozalisha bidhaa, unakwenda wewe kuzalisha bidhaa kwa kuiga mfano wa uzalishaji wa kiwanda hicho. Kwa hiyo anayepelekwa eneo la uzalishaji ni mtu ambaye kiwanda kimejiridhisha ni mtu sahihi. Haleluya. Sasa eneo ila utashi wa nje la nafsi yako ni eneo la kupokelea taarifa. Unachagua ni taarifa gani unazotakiwa kuziruhusu, taarifa gani ziingie ndani yako, taarifa gani ambazo unatakiwa zikatalie. Nimekwambia ulimwengu toka katika ulimwengu wa mapambano ya taarifa. Sikiliza, Adamu aliondolewa kwenye kiti kwa sababu ya kupokea taarifa isiyo sahihi. Haleluya. Ndio maana angalia, hata Musa alipotuma wale wapelelezi kwenye kitabu kile cha Hesabu sura ya 13 na sura ya 14 kwenda kuipeleleza ile nchi ya Kanaani, alituma watu 12, na wale watu 12 kila mmoja mmoja kutoka kwenye kabila la Israeli. Jumla makabila 12 yakatoa kabila mtu mmoja mmoja. Wale watu wakaenda kupeleleza ile nchi. Sasa Musa waliporudi akaitisha mkutano wa hadhara. Halafu akawaita wale walioenda walete taarifa. Haleluya. Walete, nimekwambia ulimwengu unaongozwa na taarifa. Kwa insu wewe unasikiliza taarifa gani unazoziruhusu ziingie ndani yako, ili ziamue hatima maisha yako, zizae chemichemi ya mauti au chemichemi ya uzima. Unachagua mwenyewe. Haleluya, haleluya. Sasa sikiliza, wale 12 wakaleta taarifa, wakasimama watu 10. Duniani hapa kuna watu wanaoongozwa na mtazamo chanya na mtazamo hasi, na wanasema wanaoongozwa na mtazamo hasi ni 80% ya wanadamu wote duniani. Ni watu ambao wanatazama vitu vibaya, watu wanaojiwazia mabaya, watu wanaoangalia mabaya kwa watu. Ni watu ambao ni watu wa kukosoa. Hata ninavyoendelea kuhubiri sasa, wewe ni mtu natafuta makosa. Yaani maana yake ni mtu ambaye kwenye mtazamo hasi. Haleluya. Sasa wale 10 wakasema, wakamwambia Musa, sikiliza, na mkutano wote, ile nchi tuliyoenda kuipeleleza ni nchi njema sana. Tena walienda wakati wa mavuno ya zabibu. Wakawa wamebeba kichana cha zabibu, wamebeba wanaume ile chana la zabibu. Wakasema, na matunda haya tunayaona. Lakini shida ya shida ile nchi ni watu bwana. Watu wanaokaa ile nchi ni watu wakubwa sana, ni wale watu warefu mno. Halafu najua mtu ambaye ni mtu wa taarifa dhaifu, taarifa za uongo, ni mtu wa kuongeza maneno yake, anaongeza chumvi. Wakaongeza kasema tena wale watu wanaokaa ile nchi wanakula watu. Sasa sikiliza, tena wakaongeza kasema, tulipowatazama wale watu tukajiona kama mapanzi kabisa. Unaona? Yaani taarifa, nini kilichojaa kwenye moyo wako? Taarifa ulizo nazo zilizojaa kwenye moyo wako, haleluya, ni za ufalme wa Mungu au za ufalme wa giza? Wakati taarifa sahihi Mungu alishawaambia ipo nchi nilikwisha kuwapa baba zenu mkaimiliki. Hiyo ndio taarifa sahihi waliotakiwa kuishika. Sasa wao wakapokea taarifa kwa shetani kwamba ile nchi ninyi ni kama mapanzi tu, hamwezi kuingia kuimiliki. Wale watu wakasema sisi hatuwezi kwenda. Tena wakapatana wachague akida warudi Misri. Unaona mambo ya ajabu. Musa akasimamisha watu 2, Joshua na Kalebu. Waliposimama wale miamba ya imani, haleluya, wakasema, Musa, sikiliza na watu wote, ile nchi baba yetu, baba mfalme wa Israeli, Mungu wa kweli,
alikwisha kuahidi baba zetu Ibrahimu, Isaka na Yakobo kwamba atawapa uzao wao. Kwa kuwa Mungu si mtu aseme uongo, analiangalia neno lake apate kulitimiza, na ahadi yake ni ndio na amina kwake, na kuna kubadilika. Sasa twaweza kushinda bila shaka. Haleluya. Tena mashujaa wakasema, na wale watu watakuwa chakula chetu. Haleluya, haleluya. Unaona, mtu alienda taarifa sahihi, anavyoliona tatizo, yeye anamwona Mungu kwamba kupitia hilo Mungu anakwenda kujitolea utukufu. Yeye anajua, mtu mwenye taarifa sahihi anajua kabisa imani katika Mungu wa kweli. Imani haiangalii tatizo, inaona jibu la tatizo. Imani haiangalii ugonjwa, inaona uponyaji. Haleluya. Imani haiangalii maadui, inaona Mungu akiwa upande wako. Nani wakuwa juu yako? Imani haijui kushindwa, kwa sababu mtetezi wetu Yesu yu hai. Haleluya. Sasa wale akina Joshua na Kalebu walishakuwa na taarifa sahihi kuhusu Mungu wao asiyeshindwa, asiyelinganishwa na tatizo. Akapima kwenye tatizo na munzani, na Mungu kaonekana kwamba tatizo limeshinda. Sasa wakasema wale watu watakuwa chakula chetu. Unaona, wale watu 10 wakaokota mawe pamoja na familia zao, wanataka wapige wale watu wawili, kwamba nyie bwana mnajifanya wa kiroho sana, mnajifanya wa imani sana. Ukitaka kuharibikiwa usicheze na mtu mwenye imani. Mtu mwenye imani ni rafiki wa Mungu, maana Biblia imesema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Mtu akikwambia mimi ninaamini katika hili na kwenda kuvuka, mtu akikwambia hata kama madaktari wamesema kansa haitapona hii, nikasubiri kufa, lakini namwamini yeye ambaye hashindwi na jambo lolote, usimkatishe tamaa. Haleluya, haleluya. Walipotaka kuokota mawe wapige wale watu wawili, Biblia inasema kitabu kile cha Hesabu 14 mstari wa 13, utukufu wa Bwana ukashuka. Mungu akamwambia Musa, watu hawa watanidharau hata lini? Ijapokuwa nimetenda ishara zote. Waliona nilivyogawanya bahari ya Shamu wakapita pakavu. Waliona nilivyowapiga Waamaleki wakaanguka mbele yao. Wanaona wale majitu kwamba wana nguvu kuliko mimi. Sasa Musa nakwenda kuangamiza kwa tauni, na kwenda kawaangamiza wale watu. Nini maana yake ni nini? Taarifa sahihi. Taarifa iliyoshinda ni taarifa sahihi, ambao wale watu wawili Joshua na Kalebu ndio waliosababisha taarifa ile isababishe Mungu wa upande wao. Haleluya. Kwa hiyo tunajifunza hapo. Kwa hiyo hizi ni falme mbili. Kuna ufalme unaoongozwa na taarifa za uongo, na kuna falme unaoongozwa na taarifa ya kweli. Hata sasa napoongea uko kwenye tatizo zito sana, lakini injili ya taarifa za uongo inakwambia wewe kwenye safari hii hauwezi kutoka. Safari hii lazima ufe. Taarifa ya uongo hiyo inakwambia unakwenda kuaibika. Inakwambia ndoa yako inakwenda kwa mume wako anakwenda kutoka. Yaani taarifa, na watu wanakuletea taarifa. Na wakati mnashangaa taarifa za nje ni nyingi sana. Hii ni eneo la nje la utashi, inaitwa conscious mind kwa Kiingereza. Unaruhusu taarifa gani? Unapokea taarifa gani? Haleluya. Unaona Mungu aka upande wa wale jamaa, watu wawili waliopokea taarifa sahihi kwamba Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo alishawaahidi kuwapa ile nchi. Haleluya, haleluya. Sasa hiyo ndio kweli. Eneo la pili katika muundo wa nafsi yako ni eneo la utashi wa ndani. Eneo la ndani la utashi linaitwa subconscious mind. Hili ni eneo la ndani la utashi ambalo, sikiliza sasa, taarifa yoyote iliyoruhusiwa kutoka kwenye eneo la nje ikishaingia kwenye ile eneo la ndani, ni eneo la kuhifadhia. Ni eneo ambalo wewe mwenyewe umeruhusu. Hauwezi kuidhibiti tena hiyo taarifa. Uwezi. Yaani ukisharuhusu taarifa kutoka nje, ukairuhusu kaingia kwenye ile eneo la kuhifadhia taarifa, hili ni eneo la kuchakata sasa, la kuzalisha bidhaa. Sikiliza nikwambie, dunia hii kitu chochote tunachokiona ni matokeo ya wazo. Chochote tunachokiona
Hiyo TV unaitazama ni wazo la mtu. Simu unayotazama ni wazo la mtu. Redio, chochote. Hicho kitanda, hicho kosi likalia, chochote. Yaani kila kitu ni wazo. Sasa mawazo ni mfano wa kiwanda cha kutengeneza bidhaa. Ndio maana hata Mungu alihukumu mawazo. Tunakumbuka kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Wakati wanadamu wamekengeuka, anamwambia Musa, anamwambia Nuhu, tengeneza safina kwa sababu nimechoka. Najuta kumuumba mwanadamu kwa sababu mawazo ya mwanadamu ni mabaya tu siku zote tangu jana wake. Nini mawazo? Nini mawazo uliyoyaruhusu yakaingia kwenye ile eneo la utashi la ndani? Sasa akishafika hapa ni tayari kwa ajili ya kupelekwa kwenye utekelezaji wa maamuzi. Ndio maana mtu anajikuta anatenda mambo ambayo hata mwenyewe huwezi kujidhibiti. Unatamani kuacha pombe, huwezi. Kwa nini? Kwa sababu tayari ipo taarifa iliyokwisha kuwekwa tayari kwenye eneo la utashi la ndani. Unatamani uache hiyo tabia, huwezi. Unatamani uache zinaa, unashindwa. Unaweza kupumzika wiki moja ukashangaa wiki inayokuja ukimwona mwanamke anapita unageuza mpaka shingo na kanisani unakwenda. Ndio maisha yako hayo. Kwa hiyo tayari moyo wako kwenye ile eneo la utashi la ndani kumekaa taarifa za uongo za shetani. Shetani amekwisha kujenga ngome yako, wala huna uwezo wa kushinda. Haleluya! Hiki ndicho alichosema Paulo. Tunakumbuka Paulo naye alikuwa ishakuwa na vita vya kiroho. Akasema, ole wangu na mwili huu, maana lile nipendalo kulitenda silitendi, lakini lile nisilolipenda tunajikuta nalitenda. Na wewe uko hivyo. Unatamani sana kushinda hiyo hali, lakini unajikuta uwezi. Unatamani kuacha hiyo tabia, lakini unajikuta uwezi. Kwa nini? Ni kwa sababu tatizo liko hapa kwenye eneo la ndani la utashi. Kuna mambo yanayohusu yakaingia ndani. Yakishafika hapa, huwezi ukayadhibiti tena. Unajikuta unatenda lile ambalo hupendi kulitenda. Na kufundisha uweze kujua shetani anavyoteka nafsi ya mwanadamu, jinsi ambavyo naona dunia iko ilivyo. Tunaposema utendaji wa falme wa giza, ujue mfumo na uweze kujua, uweze kushinda. Hii ni vita vya kiroho. Haleluya! Hii haimuhusiki mshirika, hii ni vita vya kiroho. Uwe ni askofu, uwe nani, wote vita hii inakukumba. Lazima ulinde moyo. Haleluya, haleluya. Eneo hili la utashi wa ndani. Lakini Biblia eneo hili wakati mwingine linaitwa ubao wa moyo. Ubao wa moyo. Misali sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 4. Kitabu cha Misali sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 4. Biblia inasema, rehema na kweli zisiachane na wewe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na wanadamu. Haleluya! Umeona? Biblia inasema rehema na kweli zisiambatane na wewe, zisiachane na wewe. Rehema na kweli maana yake, sikiliza taarifa zisizobeba rehema. Sikiliza taarifa za kweli. Anasema zisiachane na wewe, zifunge shingoni mwako. Haleluya! Halafu anasema ziandike kwenye kibao cha moyo wako. Kwa hili eneo la utashi la ndani linaitwa kibao cha moyo. Taarifa zozote nazoziruhusu zikiingia hapa huwa zinaandikwa kwenye kibao. Zinaandikwa. Sasa kumbuka, kwa kumeziruhusu wewe, ziwe ni taarifa mbaya, ziwe ni taarifa njema, zinaandikwa kwenye kibao cha moyo. Sasa hizo taarifa zimebeba roho gani? Maana sema rehema na kweli zisiachane na wewe, zifunge shingoni mwako. Halafu anasema nini matokeo ya taarifa za rehema na kweli kuandikwa kwenye kibao cha moyo wako? Anasema hivi, ndivyo, haleluya, haleluya. Nimependa sana mstari, anasema ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na wanadamu. Haleluya. Kwa unaona hapa sasa,
kwamba kama kwenye kibao cha moyo wako zimeandikwa taarifa sahihi, matokeo yake utapata kibali mbele za Mungu na wanadamu. Halafu na akili nzuri. Kumbuka, akili ndizo zinazochakata fikira. Kwa hiyo kama wewe huwa unailisha akili yako taarifa mbaya, taarifa dhaifu, taarifa za ufalme wa giza, uwe na uhakika ya kwamba akili zako hazitafanya kazi kuamua maamuzi sahihi. Kwa sababu akili ndio kama mtambo unaochakata sura ya maisha yako. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunaona sasa, waza siku zote umeruhusu taarifa za aina gani kuandikwa katika kibao cha moyo wako? Zilizoandikwa kwenye kibao cha moyo wako, taarifa gani? Kumbuka, kuna taarifa zinatoka kwenye engo mbili tu. Taarifa inayohusu ufalme wa nuru ambao kiongozi wake ni Yesu, lakini kuna taarifa kutoka katika ufalme wa giza ambazo ni za shetani. Sasa zilizoandikwa kwenye kibao cha moyo wako ni taarifa gani? Misali sura ya 23 mstari wa 7, Biblia imesema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hata ninavyoongea sasa, wewe kilichoko ndani yako unakiona, na ndivyo ulivyo. Kwa sababu taarifa zozote zinazokuwepo kwenye eneo hili la utashi wa ndani ndizo zinazoamua sura ya maisha ya mtu, ndizo zinazoamua hatima ya maisha ya mtu hapa duniani na maisha yake ya baadaye. Kwa ndio maana, angalia ndugu zangu, unailisha nini akili yako? Unailisha nini? Unapokea taarifa za namna gani unazoziruhusu ziingia hapa ndani? Ndio maana Yesu akasema kiujazacho moyo wa mtu ndicho kinachomtoka. Unachokitoa ni kile ulichokipokea kimejaa moyoni mwako. Haleluya, haleluya. Sasa narudia tena, tuko kwenye ulimwengu ambao kuna vita vikubwa sana vya taarifa, na shetani sasa hivi hii maarifa kuongezeka na teknolojia imekuwa ni mlango mkubwa sana wa shetani kuleta uharibifu mkubwa sana wa kukamata watu. Ngoja nieleze mfano matumizi ya simu. Sasa baada ya kuingia hii mitandao ya kijamii, teknolojia imekuwa ni kaburi la maisha ya watu wengi sana. Takwimu zinaonyesha kwamba wanaonufaika na teknolojia na utandawazi na mitandao ya kijamii ni 80% tu ya watu katika kizazi hiki. Asilimia kubwa sana ni kupoteza muda. Asilimia kubwa sana ni kwa ajili ya uharibifu kabisa. Wewe mwenyewe ni shahidi. Toka umenunua simu yako hiyo, ya simu janja hiyo, angalia maisha yako kabla ya simu. Ulikuwa uko vizuri sana, ulikuwa uko vizuri mno, ulikuwa ni mwombaji mzuri, ulikuwa na muda mwingi sana na Mungu. Lakini baada tu ya kununua simu ya smartphone, tayari umekwisha kufa kiroho. Yaani sasa hivi hata uwezo kusoma neno la Mungu huwezi tena. Yaani kilicho umejaza vitu vya ajabu, unavyovitazama vyote ni kwa ajili ya kuchafua nafsi yako. Ndio vimejaa moyoni mwako, vimejaa moyoni mwako. Hili ndugu zangu ni kaburi. Maisha ya kiroho ya watu wengi yamekufa. Sio maaskofu, sio wachungaji, sio nani, yamekufa kwa sababu ya teknolojia na mitandao ya kijamii. Sikiliza, kila kitu kina chanya na hasi, kinapimwa kwa matokeo kwenye maisha ya mtu binafsi, kila kitu. Kwa hiyo ninachokuambia ni hivi, shetani yuko kazini, kitendea kazi kikubwa sana. Yeye ni kutengeneza taarifa sasa hivi. Na ndio maana angalia, kitu cha mwisho ndacho kishika kabla hujalala, unashika simu yako. Na kitu cha kwanza unachokishika kabla hujaamka, unashika simu yako. Hii kuonyesha jinsi ambavyo akili yako imekwisha kutekwa. Na je, vitu unavyovitazama vina impact gani kwenye maisha yako?
vimeleta matokeo gani chanya hata kwenye maisha yako ya kiroho. Tafakari tu. Watu sasa mnatazama, watu mmefika mahali ambapo watu wanafanya mpaka ngono kwa njia ya mitandao. Unatazama picha za utupu. Na hata unapofungua data tu, angalia kwenye simu yako, unakaribishwa na shetani. Unaanza kuona picha za wanawake walio utupu. Unaanza kuona picha za aibu. Ndio zinaanza kukaribisha. Kwa nini? Maana shetani amejua ili aweze kuwateka watu ni atumie taarifa. Na ndio mmefika mahali ambapo mnakuta hamuendi hata na Biblia kanisani. Mnaenda na simu, umeshakufa. Na ndio maana mmefika mahali ambapo mnakuta mpaka na watumishi wa Mungu unasimama mbele za watu, unasoma simu mbele za watu. Yaani wewe umebaki kusema CCM oye mbele za watu. Maana ndio ishara kwamba umekwisha kuisha. Na unaweza kwa challenge sana. Lakini nachosema, simu ni kifaa cha mawasiliano, sio kwa ajili ya matumizi ya ibada. Haleluya. Kama unasoma simu, iwe ni mazingira dharura, lakini sio mbele za watu. Soma Biblia. Haleluya. Hii hapa maana yake ni nani? Hii ni ishara uhai wa kiroho. Unaposoma simu ndio kuonyesha muda mwingi unaotumia na hicho kitu. Haleluya. Yaani sisi wenzako tunajua, kama uelewi agenda ya shetani iliyo nyuma hiyo ni kuua kabisa, ni kuua uhai wa ibada, ni kuua uhai wa maisha ya watu. Kwa hiyo shetani naye anafaidika sana kupitia hivi. Unaheri wewe ambaye unatumia mitandao kupeleka habari njema, taarifa sahihi. Lakini asilimia kubwa sana imekuwa ni kabila la watu. Umefika wakati lazima tuseme haleluya, ili shetani ajue ya kwamba watu tunajua jinsi fikira zake zinavyotenda kazi, hasija kapale kulishinda. Haleluya. Unatazama nini? Ishara ya kwamba wewe ni mwaminifu, wewe ni mwadilifu, wewe kweli Yesu yuko ndani yako. Unapokuwa peke yako, huwa unatazama nini kwenye simu yako? Unatazama nini unapokuwa peke yako? Hicho ndio kipimo cha maisha yako. Ndio maana unachokisikia, unachokisoma, unalisha nafsi yako, inaingia kwenye ubao wa moyo. Ndio maana unashangaa sana, unasema mtu ni Mkristo, unakuta anatazama kwenye television, watu wanacheza, wako uchi kwenye TV, yuko na familia yake. Halafu na simu, na wewe ni Mkristo unaenda kanisani. Maana yake ni kuonyesha ndivyo ulivyo. Aliyeokoka, aliye ndani ya Yesu, hata TV yake imetakaswa, hata simu yake wewe ukuta anapiga muziki ya bongo flava, no, imetakaswa. Haruhusu nafsi yake ipokee vitu vichafu. Hawezi kuruhusu vitu vya kuua nafsi yake hata kidogo. Kila kitu kimetakaswa. Hayo ndio maisha ya uchaji. Hakuna Ukristo wa kisali. Yesu alisema mtu akitaka kumfuata ajikane. Jua dunia inavyotenda kazi sasa, mifumo yao ndogo za duniani. Dunia kama dunia haina tatizo, lakini shetani amekwisha kujua apite wapi. Taarifa gani unazoziruhusu ziingie ndani yako? Kwa kusikia, kwa kuona kwa macho, umekwisha kufa kabisa. Kiroho chote umekwisha kupukutika. Maisha yako umekwisha kudhoofika kabisa, kwa sababu muda mwingi sana unavyovisikiliza, unavyovitazama, hata maongezi unakaa kwenye kibaraza cha watu wenye mizaha, unasikiliza watu waliofumaniwa, na wewe unasema ni mwenda mbinguni. Unapokea, unasikiliza taarifa sahihi. Muda wote ukisikiliza taarifa za watu waliozini, unasikiliza, maana kuonyesha kwamba uko ndani ya nyumba ya Bwana, lakini bado nafsi yako imetekwa, haijapona bado. Naleta taarifa sahihi. Biblia imesema shetani asija kapata kutushinda, kwa sababu tukosi kuzijua fikira zake. Haleluya. Hiyo ndio habari njema. Kwa lazima tuwatahadharishe, muweze kujua ulimwengu, vita iliyopo sasa ni vita ya taarifa. Shetani hata kuja amevaa mapembe. Huyo hajawahi kuumbwa wala hajawahi kuzaliwa. Biblia imesema anajificha katika hila. Hili ni eneo la utashi wa ndani wa kiroho.
la kulinda sana hili, kwa sababu kitu nacho kitazama kikishaandikwa kinaamua hatima maisha yako. Kinaamua hatima maisha yako. Kwenye mambo ya Mungu, ndugu zangu, hakuna usasa. Lazima tukae kwenye kujihadhari, tulinda mioyo yetu, kwa sababu kama umejaza taarifa ambazo sio sahihi, maana yake ni kwamba wewe sasa ni lazima utakuwa mtumwa wa shetani. Eneo la tatu la nafsi yako ni eneo la utashi la kiroho. Eneo la utashi la kiroho, Waingereza wanasema superconscious mind. Hili eneo la utashi la kiroho ni eneo nyeti sana. Hili eneo ndilo ambalo Mungu analitumia kupitisha taarifa zake kuja kwako. Anapitisha taarifa zake kuja kwako. Ndio maana tukisoma kitabu cha Warumi 8:16, Biblia inasema Roho anashuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Hili ni eneo ambalo Mungu anakusemesha, anakuhakikishia kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Lazima usikie. Ndio eneo ambalo Mungu anasema na sisi kwa njia ya neno la Mungu. Tunaposoma anasema kwa njia ya Roho Mtakatifu, anaitumia eneo hili la utashi la kiroho. Lakini pia kwa njia ya ndoto, Mungu anaweza kusema, kuingiza taarifa zake za kukutia moyo, za kukuonya, za kukujenga, za kukufariji kwa njia ya ndoto. Lakini pia kwa njia ya wazo, na wazo la Mungu liko kwenye neno. Haleluya. Biblia ni mawazo ya Mungu yaliyoandikwa. Mahubiri au mafundisho kama haya ni mawazo ya Mungu yanayosemwa na kutafsiriwa ili aweze kuleta matokeo na uponyaji na uzima kwenye maisha ya watu. Yohana sura ya 6 mstari wa 63, Yesu anasema maneno niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa kila nyuma ya maneno unayoyasikia yana roho nyuma yake. Yana roho, iwe ni la uzima au iwe ya mauti. Haleluya, haleluya. Hizi ni habari njema zilizobeba uponyaji wa nafsi yako iweze kuwa salama. Kwa eneo hili la utashi la kiroho, Mungu analitumia hata sasa kusema na watu wake. Anasema na watu wake kwa njia ya maono na kadhalika. Lakini pia shetani naye analitumia sana ile eneo. Analitumia, sinakumbuka kisa cha Anania na Safira kwa kitabu cha Matendo ya Mitume sura 5. Anania na Safira, shetani amewapelekea taarifa za uongo kwamba wameahidi kutoa changizo kanisani kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu. Wao wakapatana na mke wake kudanganya. Nimekwambia taarifa yoyote unayoipokea ndiyo inayotengeneza muundo wa maisha yako. Huwezi kuishi nje ya taarifa uliyoipokea, uliyosikia, iliyokaa ndani ya moyo wako. Wakasema uongo mbele za mchungaji Petro. Sasa tayari Petro yuko connected na mbingu. Roho Mtakatifu uko ndani yake. Akamwambia huyu anachokisema, anasema uongo. Anania na Safira wakafa, wakafia kanisani. Kwa nini? Petro anamwambia, kwa nini Petro? Kwa nini Anania? Shetani amekujaza kumwambia uongo. Maana kwa nini umeruhusu kupokea taarifa zisizo sahihi kutoka kwa ufalme wa giza, halafu umezifanyia kazi, halafu unamdanganya Mungu kabisa, akafa. Haleluya. Maana yake ni eneo ambalo pia shetani anaweza kaitumia kwa njia ya maono, kwa njia ya mawazo na kwa njia ya ndoto. Wapo watu mmeota toka ulipoota hiyo ndoto mpaka sasa na kutesa. Uliota ndoto unazini, unashirikiana na mwanaume ambaye sio mume wako, unashirikiana na mwanamke mwingine. Toka ulipoota hiyo ndoto unajikuta una ujasiri, una raha, maisha yako una furaha. Unajua nini? Tayari hiyo taarifa shetani kwisha kuiandika ndani, na hiyo ndoto ilikuwa ni halisi kabisa. Na kweli mpaka sasa ulichokiota ndicho chenyewe. Maana yake una ndoa ya kipepo, lakini iliingilia kwenye ndoto. Kuna shetani naye ili eneo la kiroho, la utashi la kiroho analitumia sana
na watu wengi sana wamekamatwa. Wazo lililoingia ndani yako mpaka sasa ulipolifanyia limeamua hatima maisha yako. Unajuta mpaka sasa. Uliingiziwa wazo, ukaliona ni jema, ukalipeleka kwenye matendo, mpaka sasa limezaa mauti. Umeota ndoto, ile ndoto inakutesa. Na wakati mwingine ulikuwa umelala usiku, ukasikia unaitwa jina ukaitika. Toka ulipoitika washangaa. Hata unapokuwa unajikuta una raha, hata ndoto unazoziota ni za ajabu ajabu. Kwani tayari shetani alikwisha kuingiza taarifa zake ndani yako. Alikwisha kuingiza taarifa ambazo za kuendesha, kubadilisha mfumo wa maisha yako. Paka sasa hauna raha, maisha yako yamejaa huzuni, yamejaa mahangaiko. Nimeleta habari njema, taarifa sahihi, kwamba Yesu anapoingia ndani yako, yeye ni pindua. Haleluya. Hapo palipowekwa taarifa za uongo za ufalme wa giza, yeye atang'oa. Biblia imesema Mathayo 15:13, kila pando ambalo haijapandwa na Baba wa mbinguni lazima yatang'olewa. Yesu anataka ng'owe hiyo taarifa iliyoingia ndani ya moyo wako. Ulipokea taarifa, ukaletewa taarifa za uongo juu ya mume wako, ukaanza kusema maneno magumu, ukaanza kufanyia kazi. Kumbe shetani alikuwa anatafuta ndoa yako. Leo hii maneno uliyoyasema yameleta shida kubwa sana kwenye ndoa yako. Nini? Kwa sababu shetani anatumia taarifa. Umejeruhiwa na taarifa gani? Taarifa gani hiyo ndani ya moyo wako? Nimekuwa nafundisha kwa habari ya nafsi inavyotekwa. Shetani anatafuta nafsi yako. Angalia sana unayoyapokea, unayoyasikia, unayoyatazama, unayolisha nafsi yako. Kwa sababu nafsi inakula kwa njia ya kuona, kwa njia ya kusikia, unavyozungumza na watu. Ndio maana wanasema, niambie aina ya watu unaokuna zungumza nao, watu wanaokuzunguka, na mimi nitakuonyesha tabia yako. Ukinionyesha aina ya watu ambao siku zote unazunguka, wanakuzunguka, mnashia maongezi, mnashia mazungumzo, mnatembea pamoja, mimi nitakuonyesha tabia yako. Kwa nini? Kwa sababu unaoyasikia, unaoyashare ndio yanakuja kubadilisha mpaka na tabia yako. Ulikuwa na tabia nzuri sana. Kitabu cha Korinto wa kwanza 15:33 inasema mazungumzo mabaya yanaharibu tabia njema. Toka uliposikiliza na shiriki yale mazungumzo unasikia, na wewe ukawa unashiriki, kisa kwa sababu wafurahisha watu, kisa kwa sababu kazini kwako aina ya watu nao changamana nao, unataka kama unatumia hekima, unaanza kushare hata taarifa mbaya, unashare mazungumzo mabaya. Sasa ulikuwa ni mtakatifu, ulikuwa unaishi maisha mazuri sana. Leo hii na umeanza kuishi kama mpagani. Ulichosikia kimefisha maisha yako. Sasa unasema, mchungaji, mtumishi wa Mungu ni mimi, wala siwezi ni kukwepa. Mungu ameniona ni mimi. Kwa kweli simu hii, mitandao hii imeniathiri kabisa. Nimebaki Mkristo, una jina lilo hai lakini umekufa. Uwe ni mchungaji, uwe nani. Ninazo kesi nyingi za hata za wachungaji, wa mama wachungaji, wala nalalamika anapotaka kuangalia simu ya mume wake na ficha, hataki kuona mpaka sasa. Kwa nini mke wako hawezi kutazama simu yako? Kwa nini mume wako asitazame simu yako? Maana kuonyesha kwamba kuna vitu navyovitafuta, kuna vitu navyovitazama, kuna vitu navyovifuatilia ambavyo ni taarifa za ufalme wa giza, na hayo ndio maisha yako. Na mwisho wa yote, usipogeuka kwa neno hili, tutakuja kuona matokeo yake. Biblia imesema chemichemi za mauti zitaonekana. Haleluya. Lakini natamani sana useme kwa neno hili, nataka niende msalabani. Yesu Kristo anapoingia makao, kaweka makao ndani yako. Sikiliza, ndani ya moyo wako, ndani ya roho yako unafanywa upya. Anatawala yeye. Linajaa neno la Mungu kila wakati, unasoma neno la Mungu. Umefika wakati hata watu wanachati wakati wa ibada, kwenye ibada watu wameshakufa. Nadhani kuna watu, kumbe kuna vivuli vya watu. Kwa nini? Kwa sababu shetani ameshakamata nafsi za watu. Ninayo habari njema leo. Unasema, mchungaji, mimi naomba uombe kwa ajili yangu.
niko tayari kuomba kwa ajili yako. Cha kwanza kabisa, hebu naomba fungua moyo, Yesu aingie ndani yako. Mimi nimeitwa kuwarejesha watu kutoka katika ufalme wa giza waingie kwa wanachama wa ufalme wa nuru. Hiyo ndio dili, ndio biashara ambao kazi yetu ni kuiza hiyo, kumuuza Yesu, kumuinua Yesu. Alisema kila atakayemtazama ataokolewa. Sasa pale ulipo, nifuatisha maneno haya. Sema, Bwana Yesu, nimekubali neno lako. Nafungua moyo wangu sasa uingie wewe. Kilichoingia sio cha kwako, kimeamua sura maisha yangu. Nilikuwa naelekea kwenye uharibifu. Ninaomba sasa Yesu umbike ndani yangu, uweke makao kabisa. Kuanzia sasa, kila sumu za taarifa za uongo za ufalme wa giza zilizoingia katika kibao cha moyo wangu, Yesu nazikana kuanzia sasa. Kila aina taarifa iliyoongea kwa njia ndoto naikana sasa. Asante Yesu kwa sababu umenikubali. Sasa mimi ni mwanao, nitakuabudu kadri na kweli, kwa jina la Yesu. Amina. Shika moyo wako sasa. Aiza kutanisha mkono wako na mkono wangu huu. Ninapokwenda kuiachilia nguvu ya Mungu hapo ulipo, unanisikiliza kwa njia ya redio popote pale, weka mkono kwenye moyo wako. Kama unaumwa, mimi nakwenda kuiachilia nguvu ya Mungu ponyayo inayofungua. Baba, katika jina la Yesu, ninauachilia uweza wako sasa juu ya mtoto wa Mungu. Amekubali, amekuja kwako. Kwa jina la Yesu mhuisha sasa. Kwa jina la Yesu mponya sasa. Kwa jina la Yesu mfungue sasa. Kwa jina la Yesu awe hai. Ninakamata kila taarifa mbaya ya shetani ya kukatisha tamaa iliyoingia ndani yake. Amekata tamaa, amejaa mawazo mabaya, tayari na waza kujinyonga. Kwa jina la Yesu Mwokozi, ninaing'oa hiyo taarifa kwa jina la Yesu. Kila maisha ya utumwa ambayo yametokana taarifa aliyoisikia, ninaachilia moto wako kwenye kibao cha moyo wake kwa damu ya Yesu. Kama ni mgonjwa, anyenyuke pale alipo sasa. Ninaamuru huo ugonjwa na ung'oa na utopa nje ya mipaka yake kwa jina la Yesu. Amelala hajiwezi, ana tatizo lolote ambalo hajui itakuwaje wiki hii, ninaiachilia nguvu yako sasa imtoe kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana Yesu, nakushukuru kwa sababu umemponya, umemfungua na umemwokoa kwa jina la Yesu Mwokozi. Amina. Sasa ninaamini kabisa Mungu amefanya kitu kikubwa sana kwenye maisha yako na Mungu amekupokea. Sasa nakusihi, tafuta kanisa sahihi ambalo wapo watumishi wa Mungu huko uliko walioitwa, wanaohubiri injili ya ufalme, maisha matakatifu, wana mzigo kuwapeleka watu katika njia sahihi. Mungu atakuongoza. Yeremia 3:15 nasema, nami nitawapa wachungaji waupendezao moyo wangu, watakao wachunga kwa maarifa na ufahamu. Wapo Bwana amewajisazia, wasiopiga magoti mbele za Baali. Hakika Mungu atakutunza, atakulinda. Nataka mawasiliano na mimi, unaona namba inapita kwenye skrini hapo. Tuwasiliane, unishuhudie Mungu alivyotenda, jinsi ambavyo umechukua hatua sasa kumwamini Yesu, na hakika hata kwa ushauri wowote Mungu atakutendea mema. Fuatilia kipindi hiki, waambia na watu wengine, majirani, kokote, ndugu zako, kokote kule. Mungu atakulipa kwa thawabu yako hiyo, kwa tendo lako jema. Kwa jina la Yesu, tukutane siku GT.